Mwalimu Neli Elisha wa shule ya msingi Mwenge jijini Mbeya ameitaka jamii kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum wakiwemo yatima na wenye ulemavu ambao baadhi yao anawalea. Akizungumza wakati wa kupokea msaada wa mahitaji mbalimbali ikiwemo chakula, magodoro, mafuta na sabuni kutoka kikundi cha Family Mbeya Group, amesema kuwa amewiwa kufungua kituo hicho ili kuwasaidia watoto wanaofungiwa ndani ama kutelekezwa. Na Zulfa Limo, mkazi wa Isyesye, amesema Mwalimu Neli Elisha ana moyo wa kipekee, hivyo anapaswa kuungwa mkono. Madam Neli Elisha ndiye mkurugenzi wa kituo cha Funguka Foundation kilichopo Sai Pipeline. Kituo hiki kilianzishwa mnamo 2023 kikiwa na watoto 7 wenye ulemavu wa viungo na akili. Vile vile mpaka dakika hii kituo kina watoto 74. Watoto wenye ulemavu wa akili, viungo na watoto wenye usonji wako 40. Watoto yatima wapo 34. Kitu kikubwa kilichonisukuma mpaka nikafanya hili jambo la kumtendea Mungu kwa ajili ya watoto, niliona wamama wenzangu wengi wenye watoto hasa wenye ulemavu, mtoto anamfungia ndani, anakuwa hana msaada. Kwa watoto hao wengi nilikuwa nasikia watoto ukipita kwa mwenyekiti anakuambia kuna mtoto amefungiwa ndani ana miaka 10, miaka 5. Kiukweli nilikuwa naumia moyo. Kwa hiyo nikaguswa, nikaamua kufanya hii huduma ya kuwalea hao watoto, na natumia mshahara wangu kwa ajili ya kuwalipa wadada wa kazi. Mimi ni mwalimu, lakini nikamwomba Mungu nifanye, na namshukuru Mungu kwa kweli nimefanya na nimethubutu, nimeweza. Nawashukuru wadau kwa kweli kwa kunisapoti mpaka nilipofikia hapa. Na mahitaji makubwa hasa kwenye hiki kituo, kwanza usafiri. Hatuna usafiri, hatuna nyumba kubwa kwa ajili ya watoto, maana watoto ni wengi. Eneo kwa kweli linahitajika, ili eneo ni dogo. Pili, mahitaji mengine ni chakula, mavazi, kuna pampers, kuna wipes, kuna sabuni. Ombi langu kubwa kwa wadau, ningepata sehemu kubwa, ningepata eneo kwa ajili ya kujengewa kituo kikubwa ambacho nilitamani kifahamike Tanzania nzima, hata kimataifa, kiwe kwa ajili ya watoto wenye ulemavu na watu wenye usonji, ili watoto wapate eneo lao la kusoma, ili wasiendelee kutengwa. Watoto nao wapata hapa mara nyingi naunganishwa na wenye viti wa mtaa, watendaji, maafisa maendeleo ya jamii wao, kwa sababu wanajua huduma yangu ni kwa ajili ya watoto walemavu. Kwa hiyo wakiona sehemu kuna mtoto ambaye labda ametelekezwa, mwingine labda anafungiwa tu ndani, kwa hiyo tunafanya mawasiliano, naenda nikawaone na kuwaleta mahali hapo. Naitwa Zulfa Abdul Limo, ni mkazi wa Isyesye. Leo hii niko katika kituo cha Funguka Foundation. Yuko mdada mmoja anaitwa Neli ambaye mwenye kituo hiki. Kiukweli huyu dada Mungu amweke mno, Mungu amweke sana, kwa sababu hichi kituo hana msaada wowote. Zaidi yeye pia ni mwalimu, basi atapata huo mshahara wake na kuhudumia hawa watoto. Kiukweli nilikuwa naomba taasisi, mashirika, magrupu yote, hebu tujitahidi tuje tuwaone hawa watoto jamani. Nawashukuru sana. Nimeona hapa kuna grupu linaitwa Family, lingine linaitwa Mshikamano. Wamekuja hapa kiukweli, wamewaletea watoto na kupata faraja kubwa sana. Kiukweli nawashukuru sana, ingawa na mimi ni mmoja wapo wa watoto wenye mahitaji maalum, lakini mimi alhamdulillah najiweza. Lakini kwa hawa wengine nadhani sio vizuri kuonyesha picha, ila tunaomba mtu yote atakayeguswa, mahitaji yao ni sabuni, magodoro, kuna viti hivi vya mwendo kasi, maana kuna watoto wanashindwa hata kukaa. Naomba sana taasisi, magrupu mje kuwapa sapoti. Kituo kinaitwa Funguka Foundation, kiko Sai Pipeline. Wito kwa wazazi ambao wanafungia watoto kama hawa, kuambie kuwa kuna watu ambao wameweza kujitolea, kuna nafasi ya watoto hawa kulelewa na kuweza kupata furaha yao, yani kama watoto wengine. Kwa hiyo wito wangu na wasi wazazi kokote huko waliko waweze kuwa wazi kuwatoa watoto. Hivi karibuni naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, ambaye pia ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Mbeya, alitembelea kituo hicho ili kujionea shughuli zake, hivyo kutoa wito kwa wadau kujitokeza kumsaidia mwalimu huyo.